Na barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo. Tukiwa ni tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, inaitwa ni Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine au sabone kwa lugha ya Kifaransa. Hapa huwa tunatoa habari nyingi sana kutoka duniani kote, lakini kwa sasa bado tunajikita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo bado vita na machafuko yanazidi kuripotiwa. Lakini huwa tunatoa habari mbalimbali kutoka hapa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwa taarifa zetu za habari. Leo tunakwenda kuchunguza kabisa habari maeneo mbalimbali, ikiwa tunajikita pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo bado machafuko na mambo mabaya yakizidi kuendelea pale kwenye uwanja wa vita, wakina mama wakizidi kukimbia na watoto na watu wengine wakizidi kuachia makazi yao. Hali ya maisha ikiwa ngumu maeneo za Goma pamoja na Bukavu, hali ya maisha ikiwa tete sana huko, mzunguko wa biashara hakuna. Miji hiyo ilikuwa inategemea sana biashara vya kutoka maeneo mbalimbali kwenye uwanja wa ndege kishuka inaleta biashara ya kutoka Kinshasa na maeneo mbalimbali, lakini kwa sasa hali inakuwa ni ngumu sana maeneo yote yale, hasa kabisa maeneo ya Goma. Hali ni mbaya sana. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari katika siku ya leo. Lakini hapa pia tuna tangazo letu ambalo tunalo hapa. Baada ya kusikia watu wengi kuzungumza, basi tuna tangazo hapa. Namba hizo ambazo tumeweka hapo, kuna namba za Altel na Cash hapo. Hapo ni mchango wa wazalendo. Kama una mchango wako wote unauwiwa kwa kazi wazalendo unayoifanya, basi unaweza kutoa mchango wako hapo kupitia namba hizo za Cash pamoja za Aloteli. Zile za Aloteli ukiandika, basi kama unahitaji utaandika habari zozote zile kwenye namba zetu hizi ambazo zinaishiana na 06. Utaandika, utatuandikia kwa namba za ofisi ambazo ziko hapo chini. Kama unahitaji kutuma, kama vinakusumbua, utatuandikia afu tutakupa njia gani ya wewe kutuma. Karibu sana kwa taarifa zetu za habari. Channel ni Mteba TV. Moja kwa moja tunajikita kwenye uwanja wa vita, kile ambacho kinachoendelea maeneo za Nyangezi, Kamanyola, Luvungi, maeneo za Kabamba, hata Walikale. Maeneo mengi sana tunakwenda kuangalia usalama katika siku ya leo, lakini pia tunakwenda kuzungumzia habari zingine ambazo tunazo katika siku ya leo baada ya kikao kilichofanyika pale Qatar. Kikao kilifanyika pale Qatar kabisa, wawakilishi wa M23, AFC M23 pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kile ambacho kimeendelea tutakwambia tu kwa ufupi kile ambacho kimeendelea. Yaani kulikuwa ni hatari. Tunaanza kwanza na kile kikao kilichopitikana kule. Kikao kiliendeka vya ajabu sana. Yaani serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilituma tu mwakilishi, president akwenda. Baada ya kufika kule kulikuja ni mambo mengi sana. Makelele ilianza. Wawakilishi wa AFC M23 wakasema, "La, huyu ndo mnatuma." Hapana. Na wao wakaanza kususa kikao. Wakasema, "Sisi hatutaweka kikao kwa sababu president akakuja." Yaani wao wanahitaji tu president aweze kufika. Lakini kuna makubaliano ambayo yameweza kuendelea kwa hali kabisa halisi. AFC imeweza kusambaza barua moja ambayo inatembea kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba wamekubaliana usitishwaji wa mapambano, kusitisha mapambano, yani vita waache pande zote mbili. Sasa hiyo barua inatamba sana kwenye makundi za WhatsApp, makundi mbalimbali kwenye masimu za watu. Hiyo barua inavyozungumza kwamba wameweza kukubaliana ya kwamba watu waache mapambano, M23 waache vita, lakini FARDC pamoja na wazalendo waache vita. Kitu hicho waliweza kukizungumza sana tu hicho. Lakini sasa kuna kuja kuwa shida. Watu wa AFC M23 ambao labda hawajaona hii barua ambayo inayoitembea, wanasema kwamba ripoti zao kwamba kile kikao hakikufanyika kule tena Qatar. Hakikufanyika baada ya wao kuona kwamba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akwenda. Alituma tu wawakilishi tu. Sasa na wao wakaona kama vile ni dharau. Wao wakasema, ni dharau, sisi tutafanya kikao. Sasa inakuja mambo mbili yanayopambana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi, kwenye magrupu za WhatsApp na hata habari mbalimbali. Hatujakaa sawa. AFC ikatoa hiyo barua kwamba wamekubaliana, lakini watu wake ambao wanakaa kwenye mitandao ya kijamii kwa kupotosha watu wanasema kwamba kikao hakikufanyika. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, tukifuata mambo ya mitandao, tukifuata mambo ya vikundi vya WhatsApp, tukifuata mambo mbalimbali, tutashindwa kusonga mbele. Na ndio maana uwe na uhakika na radio unayosikia. Na ndio maana tunawaambia watu endelee kusabone kwenye channel ya Mteba TV, kwa sababu inachambua, inatengeneza kila kitu na inapanga mambo vizuri zaidi, na utaelewa kila ambacho tunakwambia. Kwa hiyo kinachozungumzwa sasa hivi ni kwamba
AFC imetoa hiyo barua ya kwamba wasitishe mapambano, lakini hakuna tarehe, hakuna siku kwamba lazima mapambano yasimamishwe pande zote mbili. Sasa maswali yanakuja, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Mapambano yatasitishwaje? Wataachaje mapambano? Wazalendo waachaje vita? Wataachaje vita? Au kwa sababu sasa hivi ukiangalia wazalendo ndo wanapambana. Wazalendo ndo wako kwenye uwanja wa vita. Sasa wataachaje vita wakati mikoa mbili bado ipo pale? Ikiwa Bukavu na Goma inakamatwa. Ijapokuwa hawazibiti mikoa yote, ni wanadhibiti baadhi ya miji mikubwa, lakini sio mikoa yote. Kwa hiyo mikoa hiyo inadhibitiwa na M23. Sasa wakisema kwamba wasitishe mapambano, hicho kitu kitawezekana? Upande wa serikali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakasema kwamba kwa kuendelea na mazungumzo hapa lazima mtowe wanajeshi wote wa M23 ambao ni waasi watoke maeneo zote ambao wamedhibiti. Lakini hatujaona kwenye wametoka. Wao AFC M23 wanadai kwamba moja kwa moja waliacha Walikale ili mapambano yaweze kusonga, ili makubaliano yaendelee. Hivi Walikale waliachia wao au Walikale walipigwa kipigo? Jamani, tusiko tunadanganyana kwenye mitandao ya kijamii, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Mambo ya kudanganyana kwenye mitandao sio vizuri. Watu wa AFC ambao wanakaa kwenye mitandao wanatengeneza maripoti zao na waandishi wao wa habari wanapandisha, wanasema kwamba tulijiondoa. Hata vyombo vingine vya habari vinasema kwamba tulijiondoa Walikale. Hivi walijiondoa Walikale au walipigwa kipigo? Mpaka wanajeshi wengine wamepotea porini, wanaanza kuagota. Jana waliogota wengine, wana njaa, wanakaribia kufa, hawali chakula, wana chochote. Sasa kama walijiondoa, wale ambao walikamatwa kwenye uwanja wa vita ni waaje? Wale ambao walichezea kipigo kikali walishindikizwa mpaka Masisi. Mtutu wa masasi ulikuwa naenda unawafuata nyuma, afu wanasema kwamba walijiondoa. Wakujiondoa wanaondokaka vile, ni kitu ambacho hakipo. Hakuna aliyeondoka Walikale peke yake. M23 haikujitoa Walikale. M23 ilipigwa Walikale wakatoka. Hivi jamani, ndugu msikilizaji, nyinyi ambao mnafuatilia taarifa zetu za habari hapa kutoka channel yako bora kabisa ya Mteba TV. Hivi tulikuwa tuwaoneshe hapa video za kwenye uwanja wa ndege. Ndege ziliungua, zilipigwa vibaya sana. Afu waje wasema kwamba walijitoa. Hakuna waliojitoa. Ni kwamba hakuna usitishwaji wa mapambano kama mnavyofikiria. Wao wanasema kwamba wataendelea na mapambano. Gisi Felix Antoine Tshisekedi yeye hakwenda Qatar. Kwa hiyo wao wataongeza nguvu ya kwamba waende tena Walikale, waongeze nguvu wakamate Uvira, waendelee kule. Ndugu zanguni, acheni ndoto. Hizo ni ndoto. Tuna mwimbaji mmoja wa pale nchini Tanzania aliweza kuimba, unaweza ukaota umejenga angani. Unaolala tu umeota kama mimi nimejenga gorofa angani, unashituka kumbe ni usingizi. Ndio vile ambavyo mnavyofanya. Nyinyi mnasema kwamba mtapiga mkamate tena Walikale, afu mtapiga mkamate Uvira, kitu ambacho akipo. Hizo ni ndoto. Nyinyi mkiangalia sasa hivi hamna nguvu tena. Mkiangalia sasa hivi hamna nguvu kwa sababu nyinyi mnasema kwamba kama Felix alikatala kwenda yeye, kwa nyinyi mtaweka nguvu. Kwa nguvu gani? Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, wasiwatishe yoyote ambaye anatusikiliza channel ya Mteba TV. M23 wasiwatishe au wasitutishe ya kwamba tutaendelea na mapambano. Mapambano yataendeleaje? Ni kama sisi ni watoto au vipi? Mnafikiri sisi tunajua source, tunajua mahali vita ilipoanza. Vita ni ya Rwanda. Rwanda sasa hivi ameshatoa wanajeshi wake. Ndugu msikilizaji, msifuatane mambo ya voice, magrupe, manini, msifuatane na bile vyote. Tunataka tuambie kwamba hata mwenye hana akili haweza kadanganywa tena kwamba M23 hawana nguvu ya kusonga mbele na mapambano. Baache bla kwenye mtandao. Hawana nguvu ya kuendelea kabisa. Ndugu msikilizaji, hata kama wamesema kwamba kikao kimevurugika, hakijakaa vizuri, wataendelea na mapambano. Kwa nguvu zipi? Wana nguvu gani M23? Kagame ndio ule pale ameshaishiwa, hana nguvu. Marekani imemfungia, Ufaransa imemfungia. Chimbuko ya M23 ni Kagame, Rwanda. Sasa uje utuambie sasa hii kwamba utaendelea. Hizo nguvu za kukamata Walikale unazo? Hizo nguvu za kukamata tena Uvira utazitoa wapi? Wakati mabosi wako hivi mnachezea mzungu kama mzungu akisimama akasema sisi tumesema na tumesema. Kila siku wanamwambia Kagame na Marekani, toa wale wanajeshi wako pale DRC. Kila mara wanamwambia, na kama hutawatoa sisi wenyewe tutawatoa. Ndicho kitu ambacho kipo na kila mtu anafahamu kwa nguvu zipi ambazo
wanataka kuwatisha kwenye mitandao. Hawana nguvu, kifupi, ya kwamba wataendeleza na vita, kwa sababu Ufaransa, Marekani, Uingereza wote wameshamwachia Kagame. Kagame ameshakaa vile. Hivi mshajua maisha ya Rwanda gisi ilivyo. Maisha ya Rwanda ni mbaya sana kwa Wanyarwanda sasa hivi. Makampuni za wazungu hazitumiki, pesa hamna. Watu wanakufa na njaa sasa hivi. Kisha useme kwamba utaendelea na vita kwa nguvu gani? Ndugu msikilizaji, ni kwamba hayo ni makubaliano yao, lakini kwa sisi wazalendo mtutu ni ule ule, vita ni ile ile. Anayesimama mbele ya bunduki kwamba azuie ndo atapata, au FRDC au nani atapata. Kwa makubaliano yenu ni yenu. Sisi wazalendo tunataka tugomboe miji yetu yote ambayo hawa wajamaa wa mambolea wanaikamata. Kwa hiyo kama tunavyoendelea na taarifa zetu za habari kutoka channel ya Mteba TV, hizo ni mambo zao za kwenye mitandao. Lakini karibu sana kwenye habari zingine ambazo zinavuma, ambazo tunataka tuzivunje hapa. Ni ya kwamba wanasambaza habari kwamba Walikale imekamatwa. Nani alienda kupiga Walikale? Hizi habari tunazisikia kwenye magroup. Watu wanaongea Walikale tayari imekamatwa, inadhibitiwa na M23. Nani ana uwezo wa kukamata Walikale? Hiyo vita ilipigwa lini? Hiyo vita ilipigwa lini kwamba wakamata Walikale? Walikale, ndugu zanguni, kama kuna mtu iko Walikale, hebu tuandikie kwenye comment. Chukua namba zetu hapo za WhatsApp. Hizo namba hizo ni za kuandika comment. Unaweza kuandika comment kwa hizo namba za WhatsApp ambazo ni moja plus 1 no, tumezitaja vibaya. Ni plus 1 8 5 9 3 8 4 06. Hizo ni namba zetu za WhatsApp. Unaweza kuzituma na unaweza kutuma maoni yako au katuandikia. Kama uko Walikale tuandikie. Tunataka tupate watu wa pale Walikale. Tuambieni kwamba kama Walikale, wanafikiri vikosi kama viko Walikale ni mchezo. Hakuna M23 Walikale nzima. Kwa kipigo wanachokipigwa, walitaka kujaribu wiki jana, walipigwa vibaya sana mpaka wengine wamejisalimisha. Leo tarehe 23 wamejisalimisha wengine wa M23. Vikosi vikubwa vinakuja vinajisalimisha, wanawanyang'anya mabunduki. Sasa ndo walikamata au wanawadanganya? Kama kuna M23 walienda Walikale, ni wale ambao walienda kujisalimisha. Kuna kundi kubwa limekwenda kujisalimisha Walikale. Kuna kundi kubwa limekwenda kujisalimisha Kabamba. Unasikia kile ambacho kinachoendelea. Kuna makundi mengi kule kote Maminembwe kule wanajisalimisha. Na tunawaambia zaidi, endeleeni kujisalimisha kwa sababu hali ambayo itakayokuja ni mbaya. M23 wanajifariji. Tunaposema kujifariji, yani banajipajipa moyo. Sisi tutaendelea kwa nguvu zipi? Mkubwa yenu Rwanda iko pale, haina pesa, haina nguvu ya kuendeleza kwa sababu Marekani na nchi zote za Ulaya zimemwachia. Ndugu msikilizaji, kila ambacho wanasema kwamba Walikale imekamatwa ni uongo, uvumi wa uongo. Unajua sisi kama channel ya Mteba TV hatutangazagi hapa mambo ya hovyo. Tunakutangazia kitu ambacho ni cha ukweli. Walikale ni FRDC pamoja na wazalendo ambao wamesimama, na ni vikosi vingi sana ambavyo viko maeneo za Walikale. Tuje maeneo za Nyangezi kwenye mapambano ya siku hizi ambapo bado kuna waka moto. M23 wanataka wapasue njia ile eti waingie Uvira. Ndugu, mnajidanganya sana, kwa sababu unajua mbolea kazi yake hata kama ni nyeupe lazima iwekwe kwenye udongo, ichafuke, ndipo mahindi itakapoota vizuri na kuendelea. Na nyinyi tunajua ni mko mbolea. Mbolea kazi yake ni kujipeleka tu kwenye uwanja wa vita na kufanya mambo ya ajabu. Nyinyi hamtatoboa pale ile ukuta ambao uko pale. Nyinyi mna bahati tu, na wote ambao wako maeneo yale watapigwa. Kuanzia wanajeshi ambao wa FRDC ambao wanazuia wazalendo, na wale wanajeshi wengine wa kutoka Burundi. Na lazima tutaangalia kwa wale wanajeshi wa Burundi, tutajua kile ambacho kinachoendelea maeneo yale. Tutakuja kuchambua wale wanajeshi, kwa sababu sasa hivi tunawaangalia sana. Kwa sababu haiwezekani wazalendo wanataka kupiga, nyinyi mnataka msipige hapa. Ndugu msikilizaji, kile ambacho kinachoendelea Nyangezi ni kwamba mambo ni yale. Walipigana juzi sana na jana sana, lakini leo hatujapata habari. Hatujapata kabisa habari ya vita inayoendelea maeneo yale. Kama vita itakuja tena tutakuja kuambia, lakini vita ipo maeneo mengi zaidi, lakini pale kumetulia. Nyangezi kumetulia kwa sasa, ikiwa inadhibitiwa wazalendo pande moja na M23 au mbolea upande umoja. Hiyo ndo habari ya Nyangezi.
Mtu yoyote asiwadanganye ya kwamba Nyangezi iko yote kwa mikononi mwa M23. Nilisikia zingine taarifa za habari ya kwamba M23 wanakaribia Uvira. Kitu ambacho akipo, ndugu msikilizaji. M23 hata harufu yake haikaribii Uvira na hawezi akakaribia Uvira. Vikosi vya wazalendo ambavyo vinatawala maeneo yale haiko vikosi vya mchezo. Vikosi vya Mzee Kutumba ni vikosi vya ajabu sana ambavyo vina mambo mengi. Kwa hiyo hakuna M23 ambaye anakaribia Uvira. Hakuna, ndugu msikilizaji. Tuacha masuala ya maaudio balisema bilienda hivi. Hakuna. Vita imesimama. Hakuna pande zote, hakuna risasi linaloenda. Lakini unajua tena kwenye uwanja wa vita unawaka vigeugeu. Tunaweza kusema sasa hivi hapa baadaye ukasikia masasi tena inaanza. Kwa hiyo kwa muda huu ambao tunaongea hapa tupo saa 12 asubuhi kwa wale ambao wako Marekani, na sasa hivi ni saa 7 kamili ya mchana kwa wale ambao wako Afrika. Kwa hiyo hakuna risasi linalopigwa. Labda baada ya hapa ikiendelea, basi tutawapa tena taarifa kile ambacho kinachoendelea. Habari zingine ambazo zinavuma maeneo za Uvira. Watu wanavumisha habari za ajabu sana. Juzi ndo walipiga masasi usiku, ndugu msikilizaji. Walipiga masasi usiku kwa maeneo za Uvira. Ilikuwa ni vibaka, bamwizi walikuwa banaiba kupitia silaha. Na wazalendo waliwadhibiti, wakawakamata, wakawafunga makamba, wakanyang'anya bule mabunduki. Hakuna aliyekimbia. Lakini habari ilivuma, tayari hawa M23 wamefika Uvira. Uvira hawatakanyaga. Ile haiko fasi ya kukanyaga ile haiko fasi ya kukanyaga. Chezeni maeneo mengine, lakini Uvira hamwezi kukanyaga na mtakanyagaka kwa sababu nguvu zenye ziko pale ni nguvu za hatari. Ndugu msikilizaji, tunazidi kukukumbusha tuna namba hapo za Cash App, pia tuna namba za Alotel ziko hapo. Tuma hela yako kwa sababu ya kusaidia wazalendo jamani. Tuma hela yako kwa sababu ya kusaidia wazalendo. Chochote ambacho uko nacho tuma kwa namba hizo, zitafika kwa usalama. Na wakati channel itakapofika kwenye uwanja wa vita, wakati tutakwenda kutuma ile misaada, lazima tuna record na tutawapandishia kwenye mitandao, kwa sababu TV ni mwaminifu zaidi. TV ni mwaminifu. Ofisi zetu zipo kabisa, zinapatikana nchini Marekani, lakini pia Bujumbura, tuna ofisi Goma, tuna ofisi Bukavu, hata Baraka. Ofisi zetu zipo ofisi zote. Changia namba hizi, twende tusaidie wazalendo wenzetu ambao wako kwenye uwanja wa vita, wanapambana, wanahitaji maji, wanataka kila kitu ambacho wewe unaweza kuona vile ni cha mbaya, lakini changieni jamani. Changieni namba hizo, tupigieni, tuambieni na tutakupa utaratibu gani. Utaratibu ndio huo, hakuna namna nyingine. Wale ambao wa Alotel, namba ndio hizo hapo ambapo tumeandika pale chini. Kama unahitaji majina ya Alotel, tuandikie, tutakutumia kama hivyo. Channel ya Mteba TV, endeleeni kusabone na kusubscribe, like, comment, share kwa watu wengine. Tunagusia habari za Uvira, Bukavu kabisa. Mbolea hazionekani ovyo kama walivyokuwa mwanzo. Mbolea walikuwa wanapiga mistari mwanzo mwisho. Sasa hivi ile mistari haipo. Wameenda kujirundika maeneo mengine za Nyangezi. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Sasa tunakuambia rasmi mahali ambapo hawa mbolea wapo. Mbolea hawako kila fasi. Mbolea wako maeneo za Bukavu vile ndipo wanapodhibiti. Unakuja moja kwa moja Kavumu, afu unakwenda Goma, afu na Masisi. Maeneo yale na Sake ndo wanadhibiti, lakini maeneo mengi sasa hivi ni wazalendo. Yaani kuanzia Minova mpaka wanavyokuja kwenye uwanja wa ndege kwa Kavumu hapo, pale katikati kote ni wazalendo, na waliobaki wa mwisho walikamatwa mateka, pigwa pingu, tupa pale. Silaha zote kubwa na ndogo ziko mikononi mwetu sisi wazalendo. Kitu kama hicho, ndugu msikilizaji, wasiwatishe. M23 hana nguvu na hana hata uwezo wa kuendelea hata kilometri 2 mbele ya pale. Wasiwadanganye. Hana tena hizo nguvu. Nguvu zimeisha. Walianza vizuri sana, lakini sasa hivi hawako vizuri hata saa moja. Na Marekani imesha kula mikataba. Tunasisitiza, Marekani imekula mikataba sasa hivi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na inataka kukaribia kuanza kazi. Na ndio maana kila mara banabambia, tokeni Kagame, toa watu wako, kichwa kigumu kitakuponza. Walikuwa wanakupenda na wazungu, sasa hivi wazungu sio watu wa mchezo. Watakupenda kisha watakugeuka kama walivyomgeuka Kagame. Kwa hiyo wakina Corneille Nangaa ndio hivyo. Costa Mtamba amekuwa na hasira kubwa sana, amezungumza kwenye redio fulani, hatahitaja jina, ameweza kuzungumza Costa Mtamba kwa hasira kubwa sana. Yaani yeye anatamani hata amkamate Corneille Nangaa, amtafune tu na meno jamani.
vitu kama hivyo. Ameongea kwa hasira kubwa sana. Anataka watu wakati vita inaisha, yani hawatakaga mkongo, yani watafungwa kifungo kibaya sana. Huyu bwana Constant Mutamba ambaye ni waziri ameizungumza kwa hasira, akasema kwamba hawa watu wakina Colonel Nangaa sijua kina nani ni hatari, na mpaka sasa chama cha PPRD kinakanusha au kinakatala ya kwamba huyu Kabila akwenda Goma. Tukutane tena kwenye habari zetu zingine panapo majalo. Hizi ni habari za asubuhi, lakini tukibahatika pia tutakuwa na habari zingine za mchana. Kama vile Marekani itakuwa mchana, Afrika itakuwa ni saa 1 saa 12. Tukutane tena